Hapa ni Chuo Kikuu cha Dodoma, ambapo vijana wengi wana vipaji vikubwa vya ubunifu wa mavazi, music, densi na ngoma za asili. Katika ubunifu, kila vazi linaanzia kwenye wazo, mchoro hadi kushona. Safari hii inahitaji uvumilivu na ubunifu mkubwa. Dome City Fashion Show ni jukwaa linalowapa nafasi ya kuonyesha uwezo wao na ndoto walizonazo katika tasnia ya fashion. Fashion si kuvaa nguo tu, ni njia ya kujieleza, kuonyesha utamaduni na kuwasiliana na jamii. Kwa majina naitwa Madam Teresa Justo Ndaki, maarufu kama Madam Teddy. Ni mwalimu wa Fashion and Textile Design katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Dome City Fashion Show ni tukio ambalo linaonyesha bunifu za mavazi za wanafunzi wa mwaka wa 3 basically, lakini huwa pia tunapanua wigo kwa sasa kwa ajili ya designers wengine ambao sio wanafunzi katika idara yetu ya Arts Media Studies, wala si wanafunzi wa mwaka wa 3 katika idara ya Arts Media Studies. Kwa hiyo tunahusisha pia designers kutoka aidha wanafunzi au ambao tayari wamekwisha kujiajiri katika tasnia ya ubunifu wa mavazi kwa ajili ya kuweza kushiriki kuonyesha pia mavazi katika platform ya Dome City Fashion. Hilo vazi limebeba Ngorongoro, Serengeti, Seru, Mikumi. Well. Yes. Tukio la Dome City Fashion Show lina umuhimu kwa wanafunzi wanaosoma Fashion and Textile Design kwa sababu ni sehemu ambapo wanaonyesha uwezo wao wa ubunifu wa mavazi kwa vitendo, ambapo huwa ni sehemu yao ya mwisho wanapohitimu masomo yao ya degree ya kwanza. Kwa hiyo huwa wanatumia hiyo platform kwa ajili ya kuonyesha ubunifu zao, sio tu kwa jamii ya Wanayoro, lakini kwa jamii yote ya mkoa wa Dodoma, kwa sababu huwa linafanyika nje ya chuo. Huko kuna wadau mbalimbali wa masuala ya fashion ambao huwa ni watu wa mkoa wa Dodoma, lakini pia sasa ndio tunapata wageni kutoka nje ya mkoa wa Dodoma, mfano kutoka Dar es Salaam, lakini pia wanatoka katika kada mbalimbali, mradi tu anakuwa na fashion, lakini pia anaweza akawa ni mdau katika tasnia nzima ya mavazi. Dome City Fashion Show ilianza rasmi mwaka 2018. Hapo kabla tulikuwa tukifanya fashion shows, lakini tulikuwa tukizifanyia chuoni katika cafeterias. Kwa hiyo ilikuwa imekaa kwa namna hiyo ya kiloko naweza kusema, lakini tukaamua tu advance sasa iweze kuwa katika sio tu platform inayoonyesha wanafunzi kwa wanafunzi wenzao au kwa jamii yao ya UDOM, lakini pia hii ni platform ambayo itawatoa nje na kuwapa exposure zaidi katika masuala ya ubunifu wa mavazi kwa ujumla, lakini pia wajulikane huko nje kwamba Chuo Kikuu cha Dodoma kuna wanafunzi wa namna hii, au katika mkoa wa Dodoma kuna watu wanaofanya kitu kama hiki cha ubunifu wa mavazi. Katika maonyesho haya ya mavazi ya Dome City Fashion Show huwa tunakuwa tuna theme mbalimbali ambazo huwa kila mwaka tunaziwasilisha kwa jamii, au tunawapa wanafunzi waweze kutengeneza mavazi kulingana na theme hizo.
Kwa mfano mwaka jana tulikuwa tuna theme ya World Animals, wanyamapori. Kwa hiyo katika theme hiyo mwanafunzi alikuwa anatakiwa atengeneze mavazi akiwa inspired, yani akiwa amevutiwa na kitu fulani kutoka kwa mnyamapori. Kama ni ngozi, zile alama zake za kwenye ngozi, kama ni kwato, kama ni pembe, kama ni sura nzima ya mnyama. Kwa hiyo yeye anatakiwa awe amevutiwa na kitu fulani katika mnyamapori ili aweze kutengeneza ubunifu wa mavazi. Kwa nini? Kwa sababu tulitaka tu promote utalii kwa sababu ni mpana, lakini sisi tulitaka tu base kupromote utalii kupitia wanyamapori. Kwa hiyo kuwafanya hivyo inawasaidia wanafunzi wasio wanabuni tu, lakini abuni kwa kulenga kitu fulani. Wakati wa maandalizi ya Dom City Fashion Show tunakutana na changamoto nyingi sana, nyingi mno. Lakini kwa uchache, kwanza bado watu wengi hawajawa aware na, yani ndio watu wanavaa, lakini masuala ya ubunifu wa mavazi bado wengi hawajaingia. Kwa unaweza kuwafuata watu waweze kusimama kama wadhamini kusapoti hiyo tukio, lakini wanakuwa wanazita kwa sababu wanaona ni kama kitu ambacho hakiwezi kuwa na return kwao, yani hakiwezi kuwaletea faida. Maonesho haya hayawezekani bila ushirikiano. Kila mwanafunzi ana jukumu muhimu kuhakikisha tukio linafanikiwa. Lakini kitu kingine pia ni kukosa ushirikiano, kwa sababu kuandaa event haitaki uwe mtu mmoja. Kila mtu ana interest zake. Mtu ana interest kwenye kitu kingine, una interest na wewe una interest kwenye uniform. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni ngumu kwa sababu tumetofautiana interest. Sasa kuja kukutana wote, tukutane tuweze kufanya kitu, kidogo inakuwa ni ngumu, ingawa inafanikiwa lakini huwa ni ngumu kidogo. Jambo jingine ni masuala ya kama nilivyosema mwanzo kwamba wadau hawajajua, lakini pesa huwa ni mtihani mkubwa sana. Chuo nacho tulitegemea kuwa ndio ingekuwa kitu cha kwanza kusupport katika hii tukio, lakini chuo pia kama kimeacha kidogo, kwa nao inakuwa ni changamoto. Tungepata backup ya chuo ingetupa nguvu hata kuwa face wale stakeholders wengine au wadau wengine ambao tulitegemea kupata fund kwao, ingekuwa rahisi. Kazi ngumu ya muda mrefu inaonekana jukwani kwa dakika chache tu. Mitindo na vitambaa vinavyoonekana vinaonyesha utamaduni wa Kiafrika na ubunifu wa kisasa. Kwa wanafunzi, tukio hili linaongeza kujiamini
na kuwasaidia kujiandaa kwa maisha ya kazi. Katika mavazi ambayo nimeweza kuyaonyesha katika stage hii ya jambo hili ni kwamba nimeonyesha mavazi kadhaa, lakini mojawapo ni kwamba kuna vazi la kifaru, pia kuna vazi la swala. Ni kwamba tunajaribu kutoa ile idea ya kwamba tunawaenzi wanyamapori au tunarithi vile vitu ambavyo hatuishi navyo, lakini tunaweza tukavifaidi au tukaviwasilisha katika jamii kwa namna gani. Honestly, nilijisikia vizuri kuona kazi yangu ya sanaa. Nilikuwa natembea jukwani ya modeling, nilimwona mwanamke shupavu, nilimwona mwanamke aliye portray message kwenye jamii na kwenye audience iliyokuwa inamtazama kama model. Kwenye nguo ya sanaa nilikuwa nimepewa kupresent. Changamoto kipindi cha maandalizi ni nyakati za fitting. Nyakati za fitting ni mara kwa mara nguo ilivyotoka kwa fundi narudia tena, isipoka vizuri narudia tena. Na pia tulipata changamoto mwanzoni, manyoya ya simba ambayo yaliwekwa hayakukaa vizuri, yakawa yamefanana na mnyama mwingine. Kazi yake ni kutafuta chakula. Ukienda Mikumi, ukienda Manyara, ukienda Serengeti, ukienda Ngorongoro, ukienda Selous. Sanaa ya mitindo nimeanza toka niko shule ya msingi. Kwa nashiriki kwenye vipengele vya fashion show katika shughuli mbalimbali, event mbalimbali shuleni kama Parent Day, graduations, Talent Day, Visiting Day. Course shughuli yangu ya mitindo nilianza. Nimerudishwa na idara zaidi ya mara 2, kama sio mara 2 mara 3. So ili vazi liweze kupitishwa lazima uliwasilishe tunaita pre preparation. Nimerudishwa mara kadhaa, nimebadilisha design kama 3 mpaka kufikia kwenye hiyo design. Ila pili, changamoto ambayo nimekutana nayo wakati wa kuandaa hiyo kazi, changamoto za kifedha. Unapeleka mshono wako kwa fundi akashone, umedesign. Fundi unanunua kitambaa, unamkabidhi, anakuja kupiga simu, kitambaa kitoshi, unaingia tena gharama kitambaa kingine. Ndio kwamba jukwaa la Dom City Fashion Show lilikuwa lina husiana, maudhui yake makubwa ilikuwa kupromote utalii, kukuza utalii. Sasa tunakuzaje utalii? Tunatangazaje utalii? Kwa hiyo waliamua kuja na Dom City Fashion Show yenye theme ya the elegance of tourism. Ndio hiyo ndio ilikuwa theme. Lakini sasa mpaka nikaja nikabuni vazi la popo, niliona kwamba kwanza popo ni mnyama anayevutia kwa sababu yeye anakuwa kwenye kundi la mammalian, ila pia ni ndege, kwa hiyo haieleweki. Hivyo basi, Dom City Fashion Show inaonyesha kuwa vijana wana uwezo mkubwa wa kubadilisha tasnia ya fashion. Fashion ni utambulisho, ubunifu na sauti ya kizazi kipya.